Bwana, kuelekea michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kesi ya Young Africans, moja kati ya maeneo muhimu ambayo Pedro Goncalves atatakiwa kuyatafutia majibu sahihi ya wachezaji watakao kwenda kutumikia maeneo hayo na nini ambacho atakwenda kukiofa kiufundi ni eneo la kiungo cha chini, hususan kwenye majukumu ya namba 6. Sasa majukumu ya namba 6 kikawaida yanaweza kanasibishwa na mchezaji mmoja au ukajaribu kutengeneza mazingira ya kuwa na namba 6 wawili kulingana na uhalisia wa sifa za viungo ambao utakuwa nao kwenye eneo la kiungo kwa upande wa timu yako. Sasa eneo muhimu ambalo linapaswa kutafutiwa majibu kuelekea kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya FAR Rabat kwenye mechi ambayo itachezwa pale Amani Zanzibar ni eneo la kiungo cha chini. Sasa eneo la kiungo cha chini kwa upande wa Young Africans kuna wachezaji wengi sana ambao wanaweza kucheza hapo, kwa maana ya wachezaji ambao wanaweza kucheza kama namba 6, wakacheza kama double 6. Wachezaji kwenye eneo hilo wako wengi, lakini kwa mtazamo wangu mimi Young Africans kwa level ya michuano ya ligi ya mabingwa, hata ingekuwa ni shirikisho, kwa level ya michezo ya kimataifa, unahitaji kuwa na namba 6 ambaye, ama unahitaji kuwa na mchezaji ambaye anacheza kwenye kiungo cha chini ambaye atakupa sifa mbili kwa wakati mmoja. Atakuwa na uwezo wa kucontribute kwa kiasi fulani defensively, awe na uwezo wa kuoffer kitu bila mpira of course, lakini unahitaji pia mchezaji huyo huyo awe na uwezo wa kukupa kitu cha uhakika timu inapokuwa na mpira. Ball circulation, namna ambavyo atakuwa na dictate tempo, kuhamisha uwanja, kuangalia pasi kulia na kushoto, kuituliza timu. Unatakiwa uwe na namba 6 ambaye ataweza kukupa vitu vyote hivyo viwili. Iwe anacheza peke yake kama ana sifa hiyo, au awe anacheza na mtu. Lakini katika watu wako wawili ambao utawaweka kama double 6, lazima uwe na mmoja ambaye ataweza kuituliza timu. Ataweza kwanza kuoffer kitu defensively, kwa sababu mzigo usije ukawa unamwangukia kiungo mmoja peke yake, lakini pia awe na uwezo wa kukupa kitu kikubwa zaidi pale mnapokuwa na mpira. Sasa hiyo imenikaa na imenifanya nifikirie kwamba pengine nani ambaye anaweza kuwa candidate mzuri kwenye eneo la kiungo cha chini, hasa kwenye mechi za nyumbani, kwa sababu kiukweli hizi mechi za kimataifa, namna utakavyoziendea ukiwa ugenini na namna ambavyo utaziendea ukiwa nyumbani kwenye baadhi ya maeneo na matumizi ya wachezaji yanatofautiana. Game za ugenini hasa dhidi ya timu kutoka kaskazini unaweza kujaribu kwenda na defensive approach, kwa hiyo combination yako ya viungo itakuwa tofauti na combination ambayo utaitumia ukiwa pale New Amani Complex kwa kesi ya Young Africans. Sasa kwa kesi ya Young Africans watakapokuwa katika ardhi ya nyumbani katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, of course huwezi kwenda na defensive mentality. Yaani hata kama unacheza na watu ambao unaamini wamekuzidi, huwezi kwenda na viungo tu ambao ni wagumu kiukweli. Haiwezekani. Hiyo ni approach ambayo utakwenda kuitumia ugenini. Kwa kesi ya nyumbani, mimi nafikiri mchezaji anayeitwa Mohamed Doumbia, huyu ndo mchezaji pekee ambaye mimi namuona anaweza kwenda kuwa ndo mtu sahihi wa kucheza kama namba 6, lakini sio peke yake. Sio peke yake, ieleweke. Watakuwa wanacheza viungo wawili wa chini kwa sababu ndo mfumo ambao Pedro Goncalves anaupenda, lakini yeye lazima awepo na mchezaji mwingine mmoja ambaye mimi namuona anatakiwa kuhusika kwa kiasi kikubwa sana kwenda kuambatana na Doumbia kwenye dimba la chini ni Mudathir Yahya. Nafikiri combination ya Mudathir Yahya na Mohamed Doumbia inaweza kwenda kuwa combination yenye nguvu zaidi kwenye kiungo cha chini kwa upande wa Young Africans, kwa sababu Young Africans mchezo wa kwanza watakuwa nyumbani, watakwenda kucheza dhidi ya FAR Rabat. FAR Rabat wana kiungo mmoja namba 6 anaitwa Mohamed Hrimat. Ni kiungo hatari kweli kweli. Sasa unapokwenda kucheza dhidi ya timu ambayo ina namba 6 mzuri, hiyo mechi hasa ukiwa nyumbani, huwezi ukaacha hiyo bato iwe ni ya mpinzani tu. Yaani kwamba mpinzani wako ndo auteke huo mchezo, utakuwa na siku moja ngumu sana. Ni lazima ujaribu kutafuta njia ya kuweza kukabiliana na pressure ama na uwezo mkubwa namna hiyo kwa upande wa mpinzani wako. Mimi nafikiri mchezaji pekee ambaye Young Africans wanaye ambaye anaweza kufanya kitu kwenye dimba la chini timu inapokuwa haina mpira, akaweza kuofa chochote, lakini akawa na msaada mkubwa pale ambapo Young Africans watakuwa hawana mpira. Ana uwezo wa kukabiliana na press ya timu pinzani, ana uwezo wa kuituliza timu pale ambapo itahitaji kutulia, ana uwezo wa kuongeza kasi ya mashambulizi pale ambapo itabidi kufanya hivyo. Ni Mohamed Doumbia peke yake. Sasa Mohamed Doumbia kwa mtazamo wangu mimi, akiwekwa yeye sambamba na Mudathir Yahya, nafikiri hiyo ni combination ya kiungo cha chini ambayo itaweza kuwapa kitu kimoja kizuri sana Young Africans, kwa sababu Mudathir Yahya ana energy ya kuweza kuzuia kikamilifu. Ukijaribu kuwatizama viungo wote ambao Young Africans wanao,
tunapomwangalia in a defensive aspect, kwenye upande wa kuzuia peke yake, hakuna kiungo ambaye anazuia kuliko Mudathir honestly. Kwa hiyo Mudathir unamhitaji kama sehemu ya viungo wako wawili wa chini, lakini on the ball hakuna kiungo ambaye anafika kwenye level ya Mohamed Doumbia kwenye uwezo wa kupiga pasi sahihi, short passing, kwenye uwezo wa kujaribu kuhamisha uwanja kila hapa na pale, kwenye uwezo wa kujaribu kukabiliana na shinikizo la wapinzani. Kumbuka hizi ni mechi ambazo kuna muda mwingi sana wapinzani watakuwa wanaweka pressure kwenu nyinyi. Sasa ukiwatazama viungo wengine kina Bala Conte, kina Abuya, kina Azizi Ndambwile, technically hawako katika level ya kuweza kukabiliana na pressure ambayo wapinzani watakuwa wanajaribu kuiweka kwa wale viungo wa chini wa Young Africans. Mchezaji ambaye unamwona at least yuko kwenye hiyo level ama anaweza kukuoffer kitu walau technically na akakupa kitu kikubwa zaidi timu inapokuwa na mpira ni Mohamed Doumbia peke yake. Sasa kumekuwa kuna namna ambavyo Doumbia amekuwa akitumika kama namba 10, lakini kiukweli mimi binafsi siamini kama Doumbia ana ufanisi wa kucheza kama namba 10 kikamilifu, kwa sababu Doumbia tangu hapo ni namba 8. Kwa hiyo mimi na mtazamo wangu unaniambia kwamba Doumbia anaweza kwenda kuwa ndo suluhisho la Young Africans kwa wakati huu kwenye namna ambavyo wanahangaika kwenye jinsi ambavyo watatumia namba 6 yupi kulingana na mazingira ya wapinzani tofauti tofauti. Nafikiri hasa kwenye mechi kama hizi za kimataifa, Mohamed Doumbia kwenye kiungo cha chini anaweza kuwa ndo mchezaji ambaye akaenda akaleta tofauti kubwa zaidi kuliko viungo wengine wote, lakini ni issue ya kwamba asiwe peke yake. Maana yake unakuwa na double 6, unakuwa na yeye pamoja na Mudathir. Mudathir defensively hana mpinzani kwenye kile kiungo. Kisha on the ball hakuna mtu ambaye anamzidi Mohamed Doumbia. Kwa hiyo nafikiri hao watu wawili wakiweza kuambatanishwa kwa pamoja kwenye kiungo cha chini, kwangu mimi nafikiri hiyo ndio inaweza ikawa ndio the best pairing kwa upande wa Young Africans kwenye michezo yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika watakapokuwa wako nyumbani. Nyumbani ni mazingira ambayo unahitaji na wewe kuwa na control ya mchezo, unahitaji kuupeleka mchezo kwa wapinzani wako. Huwezi tu kawaacha kina Mohamed Himati na wengineo wa Farabat wakawa na kutawala tu kwenye hilo eneo. Hauwezi. Unahitaji na wewe mwenyewe kutafuta mazingira ya kuweza kujishikilia na kujimudu katika eneo hilo. Sasa nikimtazama kiungo ambaye anaweza kuwa na sifa ya kukupa hicho kitu, kwa mtazamo wangu ni Mohamed Doumbia. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya Mohamed Doumbia akatumika kama sehemu ya viungo wawili wa chini kwenye mchezo dhidi ya Farabat sambamba na Mudathir Yahya Abbas. Sasa mchezaji mwingine ambaye anaweza akakupa kitu endapo utamkosa Doumbia pengine, mimi nafikiri hii inaweza ikawa ni unpopular opinion kwa baadhi ya watu wengi, lakini anaweza kawa ni Shuaboy. Amini usiamini, mimi nakwambia Shuaboy hakuna mtu ambaye aliamini kwamba angeweza kwenda kupiga kazi ambayo aliipiga miaka 2 nyuma dhidi ya Club Africain kule Tunisia, lakini alifanya hicho kitu na alitoa bonge moja la performance na aliwafanya Yanga wakaweza kuwa kwenye nafasi ya kwenda kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho. Why not mara hii? Why not kwenye game za nyumbani? Hajatumika kwa kiasi kikubwa, maana yake pingine unampata akiwa yuko fresh, yuko mazoezini na wenzake, unampata akiwa timamu. Why not? Lakini option ya kwanza kwa mtazamo wangu inapaswa kuwa ni Mohamed Doumbia, kwa sababu nafikiri yuko katika hiyo level ambayo inaweza kwenda kujitosheleza kwenye mazingira ya mechi ambazo wapinzani wanafika sana, watakuharas sana kama kiungo, watakubuguzi sana. Unahitaji kiungo ambaye ana utulivu, na kwa mtazamo wangu mimi kushushwa kwa Mohamed Doumbia kwenye kiungo cha chini sambamba na Mudathir Yahya kama double pivot inaweza kwenda kuwaweka kwenye mazingira mazuri Young Africans ya kujaribu kupambana kikamilifu, hasa kwenye mechi za nyumbani dhidi ya wapinzani ambao wako nao kwenye kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu.